أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sayyidina Ahmad alayhi wassalam kwenye vitabu vyake na maandiko yake katika sehemu nyingi ameeleza shabaha ya ujio wake na ameeleza haja ya ujio wa msuluhishaji yeyote katika zama hizi, na amethibitisha ya kwamba ujio wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu ulitokana na haja ya wakati wenyewe na ni kwa mujibu wa suna ya Mwenyezi Mungu na bishara za Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo yeye anasema ya kwamba kwa ajili ya kumaliza hoja, ningependa kusema na kudhihirisha ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuikuta zama hizi zikiwa na giza totoro na kwa kuiona dunia ikikumbwa na ukafiri, ushirikina na upotevu, na kwa kuiona imani na ukweli na uchamungu na uaminifu ukipotea, amenituma ili yeye katika dunia hii aweze kusimamisha na kuthibitisha ukweli wa kielimu, kimatendo, kihulka na kiimani kwa mara nyingine tena, na ili aweze kusalimisha Islam kutoka mashambulio ya watu wale ambao kwenye mawazi ya falsafa na ushirikina na upagani wanataka kuleta madhara kwa silsila hii ya Mwenyezi Mungu. Hivyo eni wenye kutafuta haki, mutafakari, halafu muone kwamba je, muda huu si muda ule ambapo kwa ajili ya Islam kulikuwa na haja ya msaada wa kimbinguni? Je, bado haijathibitika kwenu kwamba katika karne iliyopita, iliyokuwa karne ya 13, huzuni gani ziliifikia Islam, na kwa sababu ya kusambaa kwa upotevu tukalazimika kuvumilia mateso gani na ghamu gani? Je, bado hamjaweza kujua kwamba Islam imekumbwa na maafa gani na gani? Je, bado hamjapata taarifa kwamba ni watu wangapi ambao wametoka kutoka kwa Islam, na wangapi wakaenda kuungana na Wakristo, na wangapi wakawa madaharia na wapagani, na kwa kiasi gani ushirikina na bidaa zikachukua nafasi ya tauhidi na suna, na kwa kiasi gani vitabu vikaindikwa zidi ya Islam na vikapigwa chapa duniani? Sasa mutafakari, halafu museme kwamba je, haikuwa lazima kwamba kutoka Mwenyezi Mungu mtu mmoja angetumwa katika karne hii ambaye angepambana na mashambulio ya nje? Na ilikuwa lazima, kama ilikuwa lazima, basi nini msikatalie neema hii ya Mwenyezi Mungu kwa maksudi, na msijitenge na mtu ambaye ujio wake ulitokana na hali ya karne hii, na mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa taarifa ya ujio wake. Kisha Hatmasihi Maud alaihi wasallam akieleza kiwango cha kupima ukweli wa mtu anasema kwamba kwa ajili ya kuamini kwamba mtu huyu ni mkweli, sio lazima kwamba habari yake iwepo katika kitabu fulani cha mbinguni.
kama sharti hili ni la lazima basi hakuna nabii ambaye utume wake utaweza kuthibitika. ukweli ndio huu ya kwamba juu ya madai ya mtu fulani kuhusu utume, kwanza kabisa inaangaliwa haja ya zama, kisha inaangaliwa kwamba je amekuja juu ya muda uliopangwa na manabii, kisha inafikiriwa kwamba je mungu amemsaidia au la, kisha inaangaliwa na inaonewa kwamba shutuma ambazo maadui wamezileta, je ametoa majibu sahihi na kamili ya shutuma zake au shutuma zao. Na mambo hayo yakithibitika basi itaaminiwa kwamba mtu huyu ni mkweli waila hapana. Sasa ni zwahiri shahiri kwamba zama inaeleza kinaga ubaga na inaeleza kwa hali yake kwamba muda huu kwa ajili ya kuondolea mtafaruku wa kiislam na kwa ajili ya kusalimisha islam kutoka mashambulio ya nje na kwa ajili ya kusimamisha ruhaniyat iliyopotea duniani, bila shaka kuna haja ya msuluhishaji mmoja kutoka kwa mbinguni ambaye akitupatia imani na yakini amwagilie maji mizizi ya imani yetu, na akituokoa kutoka ubaya na mazwambi atuongoze kwenye njia ya ukweli na wema. Hivyo sawa na muda na wakati, ujio wangu ni wazi mpaka siwezi kufikiri kwamba mtu yeyote ataweza kukataa isipokuwa awe mwenye ubaguzi. Na sharti la pili ni kwamba je amekuja juu ya muda uliopangwa na manabii au la, na sharti hili pia lilipata kutimia juu ya ujio wangu, kwani manabii walikuwa wametoa bishara hii kwamba mwaka wa 6 utakapokuwa karibu ya kumalizika ndipo masihi maud atazwihiri. Hivyo kwa mujibu wa hisabu ya mwezi, mwaka wa 6 ambao unachukuliwa kutoka kwa ujio wa hat adam ni muda mrefu kwamba umekwisha malizika, na kwa mujibu wa hisabu ya jua mwaka wa 6 unakaribia kwisha. Na pia nabii wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba katika kila karne mujaddid moja atakuja ambaye ataihuisha dini. Na sasa katika karne hii ya 14 miaka 21 imekwisha pita. Hili ni jambo la wakati ule aliposema yeye, na mwaka wa 22 unakaribia kupita. Sasa je hii si alama ya jambo hili lile kwamba mujaddid amekuja? Watu wasio waislam waamini au wasiamini, wapinzani wetu wakubali ukweli wa hatmasihi wa islam au wasikubali, lakini wanaendelea kusema wenyewe na kwa sauti ya juu na kote kote inaendelea kusemwa kwamba katika islam kuna haja ya mahdi na musle ambaye aweze kuokoa safina ya islam. Lakini yule aliyekuja kutokana na bishara na kutokana na haja ya wakati hawapo tayari kumwamini na kumkubali. Na pia ye hakudai peke yake bali akaeleza alama na nishani nyingi katika ukweli wake. Hapo siwezi kueleza nishani hizi zote. Hivyo sehemu moja anasema kwamba nishani moja yenye shani azim ndio hii kwamba miaka 23 kabla ya leo ufunuo huo unapatikana katika barahini ahmadia kwamba watu watajaribu kuifuta silsila hii na watatumia kila njama, lakini mimi nitaongeza silsila hiyo na nitaikamilisha, na hiyo itakuwa jeshi moja kubwa, na hadi siku ya kiama ushindi utabaki kwao, na mimi nitailipa jina lako umaarufu katika kila kona ya dunia, na watu watakujia toka mbali na msaada utakuja kwako. Panua nyumba zako. Maandalizi haya yanaendelea kufanywa huku mbinguni. Anasema kwamba angalieni, hii ni bishara ya zama ile ambayo ilipata kutimia leo. Hizi ni nishani za Mwenyezi Mungu na wenye macho wanaziona, na wale walio vipofu kwa ajili yao au kwao hakuna nishani iliyodhihiri. Hata leo pia maendeleo ya jumuiya ya waislamu wa Ahmadiyya na kila mwaka kuingia kwa malaki ya watu katika jamaati na kisha kuzidi kwao katika kujitolea ni uthibitisho wa ukweli wake. Leo hakuna nchi yoyote katika dunia
ambapo ujumbe wake usiwe umefika tayari, ambapo kwa sababu ya ujumbe wake watu wenye tabia njema wasiwe wameelekea upande wa islam na wasikubali islam, bali yapo matukio katika sehemu nyingi ambapo mwenyezi mungu mwenyewe aliwaongoza watu na wao wakaingia katika jumuiya, japokuwa walipingwa, lakini mwenyezi mungu aliimarisha imani yao na anaendelea kuimarisha imani yao. Basi leo pia kama tunavyoendelea kuangalia manzari za misaada na nusura ya mwenyezi mungu, bila shaka hiyo ni njia ya kuimarisha imani kwa muhamadia. Ningependa kuweka mbele yenu matukio ya baadhi ya watu. babayo islam bek saheb ambaye ni mrusi na ni mkazi wa kirgistan anasema kwamba mimi natokana na kashgar kashlaq wa kirgistan, na anasema kwamba sababu ya kuandika barua ndiyo hii kwamba mimi kwa kufanya baiati ya imam mahdi alah salam naingia katika jumuiya ya waislamu wa ahmadia ambayo ni uislamu wa kweli, na sababu ya kuingia kwangu katika jamaat ndiyo hii kwamba hata imam mahdi alah salam ameeleza sifa za islam kwa njia nzuri sana, na nimejawa na yakini na imani kwamba imam mahdi ndiye anayeweza kueleza sifa hizi za islam. Anasema kwamba niombee kwamba mwenyezi mungu anijalie kuwa mcha mungu na anisaidie ili niweze kutekeleza masharti 10 ya baiati. Hayo ni maelezo ya mtu anayekaa mbali sana, na hii si sehemu moja tu bali katika kila nchi hali ndiyo hii. Kuna mkoa mmoja wa Kongo, Manima, na katika mkoa huo kuna sehemu moja iitwayo Rudika. Rafiki moja mkristo Feroz Majik Saheb alipata vipeperushi vya jumuiya, na kwenye vipeperushi hivi ilikuwa imeelezwa kuhusu ujio wa Masihi alayhi salam na kuhusu nizamu ya ukhalifa katika jumuiya ya waislamu wa ahmadia. Kwa kusoma vipeperushi hali yake ikabadilika, akasema kwamba nilikuwa naitafuta islam kama hiyo, na akafanya baiati na akaingia katika jumuiya. Na pia mtu mwingine aitwaye Hussein aliposoma vipeperushi vya jamaat akafanya baiati na kisha akaanza kuwahubiri wenzake, na hadi wakati ule tulipopokea ripoti yake alikuwa amewaingiza watu 5 wengine katika jumuiya. Hivyo watu hawa wanaendelea kuingia wenyewe katika jamaat na pia wanaendelea kuwahubiri wengine, na hili ni somo kwa wahamadia wa zamani pia kwamba wao pia wanatakiwa kujituma katika swala hilo la mahubiri. Kisha kuna mkoa mwingine wa Tanzania uitwao Shianga, na kuna tawi la huko Mwangalanga. Katika tawi hilo jumuiya ilipoanza, mwanzoni wa ahmadia walikuwa wakisali sala chini ya kivuli cha miti. Katika muda huo huo mtu mmoja wa huko Muhammad Fongonga akaanza kuipinga jumuiya, na akiwa na baadhi ya wenzake akaanza kusambaza habari hii kwamba waahmadia si waislamu na sisi waislamu tutajenga misikiti muda si mrefu. Na katika muda huo huo mtu huyo akachukua zamana kutoka kwa mama moja mtajiri kwamba yeye atatoa hela kwa ajili ya ujenzi wa misikiti ule. Upande wa pili ahmadia wa huko bwana Ramazan saheb akatoa uwanja wake kwa ajili ya kujenga misikiti. Mtu huyo akajaribu sana kuchukua uwanja ule, lakini waahmadia wakaendelea kusimama imara mpaka msikiti ukaanza kujengwa na ukamalizika. Katika muda huo huo ujumbe wa islam na ahmadiyat ukafika katika nyumba ya adui huyo, na mwenyezi mungu akawajalia mke na watoto wake kukubali ahmadiyat. Sasa huyu amebaki peke yake katika upinzani wake. Kama mtu huyo awe na akili, na wapo wengi kama yeye, basi kwa ajili yao nishani hii inatosha kwamba japokuwa alikuwa anaipinga jamaat, lakini mwenyezi mungu aliwapatia mke na watoto wake jaziba ya kujua islam ya kweli, na yeye hakuweza kuwazuia. Imani hii
na mabadiliko hayo je mtu anaweza kuleta? Hapana. Hiyo inatokana na fadhili makhsus ya mwenyezi mungu tu. Kisha kuna mfano mwingine wa uimara wa imani na msaada wa mwenyezi mungu ambao ni wa Argentina. Hili ni eneo jingine kabisa la mbali katika maeneo ya Marekani. Upande mmoja ni Afrika na kisha ni Urusi na hapa ni Marekani. Ni mwanamke wa huko bwana Bi Marila sahiba. Ye alikuwa amekubali Islam, lakini kwa sababu ya kuona matendo ya Waislamu alikuwa anakwenda mbali na Islam. Mama huyo alipojua kuhusu jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya na yeye baada ya kufika Mission House akaanza kushiriki katika madrasa mbalimbali, na baada ya miezi kadhaa akafanya baiati na akaingia katika jumuiya. Akasema kwamba mimi nikifanya baiati nimepata utulivu wa moyo, kwani nimekuta katika jumuiya mafundisho yake yanaendana na matendo, na mimi nimehisi mazingira ya udugu. Kila mwenye kujia katika jamaat hata kama awe mpya anapewa nafasi ya kuitumikia jamaati, na hakuna tofauti kati ya watu katika jumuiya. Binti ya mama huyo ambaye alikuwa anasoma katika shule moja ya Wasuni, ni shule ambayo inaendeshwa na Waarabu. Uongozi wa shule ulipojua kwamba mama yake ameingia katika jumuiya, wao wakaanza kumshawishi na wakaanza kufanya propaganda zidi ya jumuiya. Watu wa shule walipojua kwamba binti yake ameandaa vitu mbalimbali vya kuboresha Mission House ya jamaati, wao wakakasirika sana juu yake na wakamwambia binti huyo kwamba wewe kama ukiisaidia jumuiya ya Ahmadiyya utapata shida katika shule, hivyo wewe na mama yako mujitenge na jumuiya. Mama yake alipojua habari hiyo, yeye akamchukua binti yake na akampeleka kwenye shule nyingine, na kisha akasema kwamba sasa mimi pia nimerizika na binti yangu pia amerizika, kwamba sasa hakuna yote ambaye atatusumbua kwa msingi wa dini. Mimi nimekubali jumuiya nikifikiri kwamba ndiyo haki. Sasa mimi nitazuhirisha imani yangu kwa furaha mbele ya watu, hata kama watu wakirihike. Hii ndiyo imani inayoendelea kupatikana katika watu hawa. Kuna eneo la Urusi, Bukhara, kuna Muhammadia moja mwaminifu Sunnat Sultano Sahib, anatokana na Bukhara, Uzbekistan, na anafanya kazi katika Urusi. Anasema kwamba mimi ni Ahmadia peke yangu katika familia, na naendelea kumwambia mke wangu na mtoto wangu kuhusu Islam Ahmadiyat. Nina shauku na ninatamani kwamba mke wangu na watoto wangu pia wajiunge na Ahmadiyat. Nafanya dua na maombi mengi kwamba Mwenyezi Mungu awajalie nuru ya Islam Ahmadiyat. Anasema kwamba niliona katika ndoto kwamba Hazrat Masihi Maud salam alikuja katika ndoto na akiweka kichwa chake juu ya moyo wangu akaendelea kusoma sura Ikhlas, jambo ambalo likanipatia utulivu wa moyo. Kisha nikaona katika ndoto kwamba mimi nipo katika jannat pamoja na mke wangu na mtoto wangu, na nikawaona Hazrat Musa na Isa. Ndoto hiyo ikanipa utulivu kwamba maana ya janna ni mafundisho ya Islam Ahmadiyat, na kwa fadhili ya Allah Mungu atamleta mke wangu na mtoto wangu katika janna hii. Muda si muda Mwenyezi Mungu alifungua moyo wa mwana wangu Diyar Bek kwa ajili ya Islam Ahmadiyat, na ye akafanya baiati. Siku ile ilikuwa yenye furaha kwa ajili yangu. Siwezi kueleza furaha hii katika maneno. Mwenyezi Mungu afungue moyo wa mke wangu vile vile na amjalie akubali Ahmadiyat. Hii ndiyo jaziba ya imani yao. Kuna mama mmoja Muhammadia mpya wa Uingereza anasema kwamba mimi natokana na familia moja ya Wasuni. Nilikuwa nimeambiwa kwamba Uislamu katika Usuni ndio Uislamu wa kweli. Anasema siku moja nilisikia sauti ya azwana itokayo kutoka msikiti wa Nasr katika Gillingham. Mimi nikaja nyumbani na nikamwambia baba yangu kwa furaha kwamba karibu na chuo changu kuna msikiti moja mzuri.
baba yangu alipofanya tahkik akapata kujua kwamba msikiti huu ni wa ahmadia, ye akanikataa, akaniambia kwamba huu ni msikiti wa makadiani ambao hawaamini juu ya utume wa muhammad saa salam na wana nabii wao, hivyo wewe ukae mbali na misikiti wao. Anasema mwanzoni nikakubali jambo lake, lakini moyo wangu haukukubali. Nikahisi kwamba nifanye tahkiki kuhusu wahamadia, lakini upande wa pili nilikuwa na hofu ya watu wa nyumbani kwamba nisije nikakamatwa na wao wakasirike juu yangu. Katika chuo nikakutana na baadhi ya wanafunzi wa ahmadia, nikaendelea kuongea nao kuhusu islam ahmadiyat. Mwanzoni nikajaribu kuthibitisha kwamba uislamu katika usuni ni uislamu wa kweli, lakini kutokana na maongezi haya shauku yangu ikaendelea kuzidi kuhusu kufanya tahkik juu ya ahmadiyat. Kisha nikapata kujua kuhusu tovuti ya jumuiya ya ahmadia, nikaweza kuangalia video nyingi na nikaweza kusoma mambo mengi. Mimi nilikuwa na baadhi ya maswali kuhusu islam ambayo nilikuwa sipati majibu yake yenye kuniridhisha. Niliposoma vitabu vya jamaati nikaanza kupata majibu yake. Huzur amesema sasa vijana wa ahmadia wanatakiwa kutafakari kwamba wakifanya juhudi ya kujifunza elimu sahihi watapata majibu yake badala ya kupata athari kutoka watu wasio wa ahmadia. Baadhi ya vijana wanavutwa na watu hawa. Kisha anasema nikaanza kufanya maombi mengi kwamba mungu anionyeshe nishani. Hii pia ni njia moja kubwa ya kupata mwongozo na kutafuta njia iliyonyoka. Hata kama ni waahmadia wa zamani au waahmadia wapya, wafanye dua kwamba imani yetu iendelee kuimarika na mungu aendelee kutupatia mwongozo. Anasema kwamba nikaona ndoto nyingi. Katika ndoto moja nikaona kwamba mimi nipo upande wa mto moja na upande wa pili khalifa mtukufu waini rahimahullah taala anaelekea kuingia kwenye ukumbi fulani. Mimi nataka kuvuka mto na nataka kwenda kwenye eneo jingine au kwenye kona nyingine, lakini maji ni mengi sana. Hapo khalifa mtukufu waini anasema kwamba mwenyezi mungu hamwachi mja wake akiwa peke yake, na hapo mto ule unakwisha na mimi nafika upande wa pili. Kisha anasema kwamba niliona katika ndoto khalifa watano na mimi nikaathirika sana, nikapata athari kubwa. Kisha anasema kwamba katika ndoto moja nikamwona bibi yangu, alikuwa ananiambia kwamba ukifika islamabad basi nikumbuke vile vile. Anasema kwamba ndoto hizi zilikuwa nishani iliyo wazi kwa ajili yangu, hivi nikafanya baiati. Sasa mambo haya yote kama si nishani ya mwenyezi mungu basi ni nini? Kisha angalieni nchi moja ya afrika na katika kijiji kimoja cha nchi hiyo jinsi mwenyezi mungu alivyoimarisha imani ya mtu aliyekubali ahmadiyat. Kuna tawi moja la mkoa wa dori wa burkina faso, mwanajumuiya mmoja aitwaye jabir saheb alikuwa anafanya kazi katika mashamba yake. Hapo magaidi wakamkamata na wakasema kwamba kama tulivyo waua wa ahmadia katika mahdia abad jana tutakuua vile vile. Kisha wakachukua simu yake na wakaangalia ndani yake kulikuwa na hutuba za wabashiri. Kwa kusikiliza hutuba wakasema kwamba sisi tunawatafuta hawa wote, kwani watu hawa wanafanya mahubiri ya ahmadia juu ya redio. Na wakamuuliza kijana huyo kwamba baba yake anaishi wapi, na wakamwambia kwamba kesho tutakuja kwenye kijiji chako. Jabir saheb akaja nyumbani na akawaambia watu wa nyumba yake, na usiku ule ule wakaacha nyumba yao na wakaja katika muhammadabad. Siku ijayo magaidi wakaja katika kijiji chao na wakamuuliza mtu mmoja kwamba nyumba yake iko wapi. Wakafika huko wakatafuta nyumba yake nzima na wakachukua vitu na wakatupa nje, na wakaendelea kusema kwamba yote ambaye ni ahmadia sisi tutamua. Lakini watu hawa walikuwa wameacha kijiji chao na sasa wanaendelea kuishi katika muhammadabad chini ya nizamu ya jamaati. Mashahidi wa burkina faso kwa kutoa uhai wao
hawakuzofisha imani ya waahmadia wa huko, bali kila siku imani yao inaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Na watu hawa walio maskini, chochote walichokuwa nacho katika nyumba yao, vitu vya nyumbani na mitaji yao ambayo walikuwa wanaitegemea, wakaacha kila kitu, lakini hawakuacha imani yao. Ni miaka michache tu tangu watu hawa walipokubali ahmadiyat, lakini wanaendelea kupata maendeleo katika imani, na hakuna anayeweza kufanya hivyo isipokuwa mwenyezi mungu tu, ambaye anaendelea kuimarisha imani yao. Upande moja, japokuwa ahmadiyat inapingwa, tunaona manzari jinsi imani za watu zinavyoimarika, na upande wa pili tunaona kwa uwingi jinsi mwenyezi mungu anavyoendelea kufungua mioyo ya watu ili wakubali hatmasihi maula satu wassalam, kama alivyosema kwamba huu ndio wakati, mutafute na hapo mungu pia atawasaidieni. Ni Afrika ya kati. Katika nchi hiyo kuna sehemu moja iitwayo Yaloke. Mwalimu saheb anasema tulienda kufanya mahubiri na watu wapatao 150 wakajumuika ili kusikiliza mahubiri. Anasema kwamba nilitoa hutuba juu ya ujio wa hatmasihi waislam na alama zake, kisha nikaulizwa maswali. Imamu wa huko Samsa Umar saheb akaomba ruksa ili kuongea na watu, na akaanza kusema na aya hii kwamba jaal haq wa zahaq albatil innal batila kana zahuka, na kisha akasema ujumbe ambao umetoa sisi hatujawahi kuusikia. Alhamdulillah, leo ukweli umefika katika kijiji chetu, na kama alisema mtume saa salam kwamba imam mahdi alah salam akija basi mumkubali mara moja. Leo mimi mwenyewe na wenzangu 40 wanaingia katika jumuiya ya waislamu wa ahmadia, na alisema kwamba mwenyezi mungu atujalie kusimama imara juu ya ukweli huo. Hivyo ndivyo watu wanaendelea kuingia katika jumuiya. Kisha jinsi allah anavyo zani kuingia katika jumuiya, yapo matukio yake mengi. Katika nchi ya Mali kuna mkoa wa Kolikoro na ni tawi moja la huko Nimna. Sawa na ripoti yao wanasema kwamba jumuiya ya Kolikoro iliandaa mkutano wa mkoa, na pia matangazo yakatangazwa juu ya redio. Kwa sababu ya umbali wa kijiji, redio mara inasikika mara haisikiki, lakini katika siku zile redio ikasikika vizuri. Na mtu mmoja Asia Ahmadia Sadiq Jara saheb akaamua kuingia katika jalsa, kushiriki katika jalsa. Alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anamwambia kwamba usisikilize mahubiri ya Ahmadiyat, watu hawa ni makafiri. Lakini juu ya ushawishi wake mtu huyo pia akaja kushiriki katika jalsa, na wakasafiri kilomita 80 kwa shida, kwani barabara ni mbovu. Na siku 2 kabla ya jalsa wakafika katika jalsa ga Sadr saheb na Wahamadia wakawahudumia vizuri. Kabla ya jalsa wakajua kuhusu Ahmadiyat, na katika siku za jalsa wakasikiliza hutuba zote, wakaswali sala ya tahajudi kwa pamoja, na pia wakaona udugu na mapenzi baina ya Waahmadia, wakavutika sana. Siku ya mwisho ya jalsa walipoitwa jukwani ili kueleza hisia zao, wao wakaeleza tukio zima na wakatangaza kukubali Ahmadiyat. Kisha rafiki yake pia akataka kusema machache, na akasema kwamba kwa hakika nilikuwa nimekuja ili niweze kumshawishi rafiki yangu kwamba asikubali Ahmadiyat, lakini sasa mimi mwenyewe nimekiri kuhusu ukweli wa Ahmadiyat na akakubali Ahmadiyat. Kongo Brazzaville ni nchi nyingine ya Afrika. Kijana mmoja Serial Saheb alimaliza masomo ya FA, yani masomo ya sekondari. Alianza kujifunza mafunzo ya Ukristo kutoka padre moja wa Mkatoliki,
na baada ya kumaliza mafundisho hayo nia yake ilikuwa kwenda chuoni kwa kupitia kanisa. Katika masomo yake akawasiliana na jamaati, yani akawasiliana na mbashiri. Mbashiri anasema tukaanza kufanya mahubiri. Yeye akaona kwamba yeye hana majibu ya hoja ya jamaati, na pia mwalimu wake pia hana hoja na majibu yake. Kisha yeye badala ya kuwa padre mkristo akafanya baiati na akaingia katika jumuiya, na sasa anaendelea kufanya mahubiri kama dailallah. Kuna mkoa wa Senegal, Tambakonda, wanasema kwamba tuliandaa mpango wa mahubiri katika eneo moja. Wanasema kwamba miaka michache iliyopita mtu mmoja alikuwa amekubali ahmadiyat pamoja na mke wake na watoto wake, lakini watu wa kijiji walikuwa wanampinga. Mwaka huu tulikutana na chief wa kijiji na imamu na tukaandaa mpango wa mahubiri, na pia tukawaalika watu wote kushiriki katika mkutano huo. Walimu wakaeleza hali halisi ya islam na ujio wa masihi maud na haja yake na jinsi jumuiya ilivyochangia katika kuleta maendeleo ya islam. Kisha wakaulizwa maswali mbalimbali na wakatoa majibu yake. Watu walitoka maeneo ya karibu wakasema kwamba walikuwa wamesikiliza jina la ahmadiyya kutoka nchi ya jirani Gambia, lakini walikuwa hawajui kuhusu itikadi zake. Leo kwa kusikiliza itikadi za jamaati katika jalsa hii wakatangaza kuingia na kushiriki katika jumuiya ya ahmadiyya. Kisha imam wa kijiji kile akasimama na akatangaza kuhusu ukweli wa ahmadiyat, na chief wa kijiji pia akatangaza kuingia katika jumuiya, na wakasema kwamba waliojumuika hapa kama wana mashaka basi waeleze hapa, waila baadaye hakutakuwa na uzuru kutoka kwao. Na hapo wote walioshiriki katika jalsa ile wakatangaza kuingia katika jumuiya. Uzbekistan ambayo ni nchi nyingine ya maeneo ya Urusi, kuna mwanajumuiya mpya Muslim au Mansur Saheb. Anasema kwamba mwanzoni nilikuwa nahusika na masliki ya Imam Abu Hanifa. Siku moja rafiki yangu moja alinipeleka kwa mwalimu mmoja Ahmadiyya ili mimi niweze kujifunza Kiarabu. Pamoja na kujifunza Kiarabu nikaendelea kumuuliza mwalimu wangu maswali mbalimbali kuhusu Islam. Nikapata majibu mazuri sana ambayo yakaridhisha moyo wangu. Kama watu wanataka kupata majibu yaliyo sahihi yenye mantiki, basi majibu hayo hayawezi kupatikana nje ya jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, kwani Masihi Maud ametupatia majibu hayo na ameeleza vizuri. Anasema kwamba kila nilipomuuliza mwalimu kwamba majibu hayo naweza kupata wapi, mwalimu wangu akaniambia kuhusu jumuiya ya Ahmadiyya. Anasema moyo wangu ulikuwa umekusha rizika, hivyo nikafanya bayati na nikaingia katika jumuiya. Hivyo niombe kwamba Mungu anijalie uimara katika dini. Mwenyezi Mungu anazuhirisha ukweli wa Masihi Maud juu ya watu hawa, na pamoja na kufanya hayo anawaonyesha manzari ya misaada na nusura yake, na pia kwa kupitia ndoto anawaimarisha. Kuna mkoa mwingine wa Senegal, Tambakonda, mwalimu wa huko alienda kufanya mahubiri. Anasema kwamba tulianza kufanya mahubiri, tukawaambia watu kuhusu jumuiya. Hapo mtu mmoja Muhammad Jialo akasema kwamba je, mnatokana na Ahmadiyya? Mwalimu akasema ndio. Hapo Jialo sahab akasema kwamba siku iliyopita alikuwa ameota katika ndoto kwamba mtu mmoja amekuja katika ndoto yake na anamwambia kwamba katika madhehebu yote ya Islam dhehebu la Ahmadiyya ni dhehebu ambalo ni sahihi, hivyo uingie kwenye dhehebu hilo, na siku hii nini mmekuja, hivyo kwa yakini ndoto hii itakuwa ya kweli. Mwalimu sahib akamwonyesha picha ya makhalifa na pia akamwonyesha picha yangu. Kwa kuona picha yangu mtu huyo akasema kwamba huyu ndiye mtu ambaye alikuja katika ndoto yangu, na alikuwa amesema kwamba mimi ni khalifa wa jumuiya ya Ahmadiyya. Kwa kusikiliza, kwa kusimulia kisa hicho,
macho yake yakajawa na machozi na yeye akashikwa na hisia na hapo akatangaza kuingia katika jumuiya na anaendelea kufanya mahubiri sasa katika watu wake. kisha kwa kupitia ndoto kuna tukio jingine la kukubali islam ahmadiyat. kongo kinshasa ni nchi nyingine iliyo mbali kabisa. ni mwenyekiti wa jamaat basi munir saheb aliingia katika jamaat kutoka ukristo. anasema kwamba wabashiri wa jamaat walipokuja hapa kwa ajili ya kufanya mahubiri, wakati ule nilikuwa naona kwamba islam ni dini ya kigaidi. hii ndiyo propaganda ya watu wasio waislamu ambao wanafanya kuhusu islam, lakini mambo ambayo wabashiri wa ahmadia walikuwa wanaeleza kuhusu islam yalikuwa mambo mapya kwangu, na nilikuwa nimechoka ukristo na nilikuwa na huzuni vile vile. nikaanza kufanya maombi. wakati ule nikaona katika ndoto mtu mmoja akaja na akasema kwamba uache dini hiyo na uje katika dini hii, na mwenyezi mungu akanifahamisha utabiri wake kwamba niache ukristo na niingie katika ahmadiyat. hivi nikafanya bayati na nikaingia katika jamaat ahmadia. chad ni nchi nyingine ya bara la afrika. abdullah musa ambaye anatokana na kabila la warabuni anasema miezi michache iliyopita mubalik incharge aliandika kwamba mwalimu wetu alienda kukutana naye kwa ajili ya kufanya kazi ya humanity first. mwalimu saheb akaenda kuitembelea eneo lake. mwalimu saheb alipoenda mara ya pili katika eneo lake akampatia kitabu cha hikma ya mafundisho ya kiislam cha masihi mwislam katika lugha ya kiarabu. baada ya wiki chache abdullah saheb akaaja katika makao makuu ya chad na akawasiliana na mwalimu na akamuuliza maswali mbalimbali kuhusu kifo cha nabii isa, na akasema kwamba mimi nimewauliza mashekh kuhusu uhai wa masih, lakini hakuna ambaye amenipa jibu lenye kuniridhisha. akaishi kwa mwalimu usiku ule, na katika usiku ule akaendelea kumuuliza mwalimu kuhusu jumuiya ya ahmadia masihi wasalam, na akasema kwamba mimi nafanya dua kwamba mungu aniongoze. asubuhi baada ya sala ya alfajiri akalala kwa muda na kisha akaamka ghafla na akamwambia mwalimu kwamba nilipokuwa nalala nikasikia sauti katika ndoto kwamba yati min baad ismuhu ahmad. mwalimu saheb alipomwambia kuhusu aya hiyo kwamba aya hii ni dalili juu ya ukweli wa mwanzilishi wa jumuiya ya ahmadia, hapo abdullah saheb akasema kwamba mungu ameniongoza tayari. alikuwa msomi, alikuwa anajua lugha ya kiarabu, hivyo hii pia ni maana moja ya aya hiyo. na hapo abdullah saheb akawa ahmadia. marshall islands ni nchi moja ya maeneo ya marekani. mbashiri anasema kwamba haram lajer saheb alikuwa mwanafunzi, alikuwa anafundisha katika college. mbashiri akawasiliana naye ili aweze kufanya tafsiri ya aya moja katika lugha ya marshall. alipoenda kwake kwa ajili ya kupata tafsiri, hapo alipojua kwamba hii ni aya ya Qur'an tukufu akasikitika, yani haram lajer saheb akasikitika, kwani islam ilikuwa dini mpya kwa ajili yake. akasema kwamba mimi nahisi hofu ninapotafsiri kitu fulani cha kidini, na haswa ninapoona kwamba kuna hitilafu kali kati ya biblia na Qur'an tukufu. ye akatafsiri, anasema kwamba baada ya miezi michache mimi nikaanza kujifunza kutoka kwake lugha ya kimarshal. ye akaendelea kuja miskitini kwa ajili ya kunifundisha, na nikaendelea kuongea naye kuhusu islam, nikaendelea kumwambia kuhusu mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo mtu huyu akajua vizuri kuhusu mafundisho ya islam. muda si muda ambapo mimi nilikuwa nimemtumia mbashiri wa marshall island ujumbe kwamba yeye atafsiri kitabu cha masihi wa islam mafundisho yetu katika lugha ya kimarshall, kwani wahamadia wapya wanahitaji sana malezi. mbashiri anasema nikaongea na larja saheb na ye akarizika juu ya kunisaidia. anasema kwamba sasa
hali yake kuhusu islam ilikuwa imekwisha badilika kabisa. Hapo akaniambia kuhusu ajira yake kwamba ye ana wasiwasi. Nikamwambia kwamba afanye dua, lakini si kwa jina la Isa alayhi salam, bali afanye dua kwa jina la Allah. Akaendelea kufanya dua na maombi, na baada ya wiki chache wizara ya culture ikampatia ajira katika idara mpya. Ni pale ambapo alikuwa amepeleka ombi lake akapata ajira. Mtu huyo akamwambia mbashiri kwamba ninapofanya dua najizuia kutaja jina la Isa alayhi salam na badala yake nafanya dua kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya muda akapata ajira na akapokea kibali chake kwa kuona nishani ya kukubaliwa kwa maombi yake na kwa kusoma mafundisho ya Hatmasih al-Islam. Bwana Larja Saheb akafanya bayati na pia tafsiri ya kitabu hicho pia ikamalizika. Jinsi Allah anavyoendelea kubadilisha mioyo ya watu, na ilikuwa zama ambapo Ukristo ulikuwa unazungumzia kuishinda dunia, na hapo angalieni Wakristo wanaendelea kuja chini ya bendera ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuona yote watu ambao wanasema kwamba sisi ni watu wa dini, kama macho yao hayafunguki, basi swala lao ni pamoja na Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Masihi Maud alayhi wassalam. Jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anavyoendelea kufikisha ujumbe wa Islam katika kila kona ya dunia, na anaendelea kufanya kazi hii kwa kupitia jumuiya ya Ahmadiyya. Inshallah aziz, kazi hii itasambaa na itazidi na itaongezeka. Hakuna awezaye kuizuia kazi hii ya Mwenyezi Mungu, lakini kila Ahmadiyya anapaswa kuelewa jambo hili ya kwamba kukubali madai ya Hatmasih al-Islam hayatoshi, bali tutalazimika kujiletea mabadiliko matakatifu ambayo yawe mfano wa kweli wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu, ambayo mifano ambao iwe mafundisho ya kimatendo ya kufuata suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii itakapotokea tutakuwa warisi wa fadhili ya Mwenyezi Mungu. Mungu atujalie kufanya hivyo. Muendelee kufanya dua kwa ajili ya Wapalestina. Mwenyezi Mungu awaokoe kutoka zulma ambayo inaendelea kufanywa juu yao. Wanasema kwamba sasa kwa siku kadhaa vita imesitishwa ili watu waweze kupata mahitajio ya maisha, lakini kisha itakuwaje? Baada ya kuwapatia misaada wataua tena. Serikali ya Israel ina nia mbaya sana, kwani mshauri mmoja wa serikali ametangaza majuzi kwamba kama baada ya kusitisha vita hii tusipoanza vita tena, mimi nitajiuzulu. Hiyo ni fikra ya watu hawa. Nguvu kubwa za kidunia zinaendelea kuzungumzia huruma kwa binadamu, lakini hazitaki kufanya uadilifu na hazichukulii swala hilo kwa nia safi. Watu hawa hawajui, wanaelewa kwamba labda vita hii itaendelea kubaki kwa watu hawa tu, lakini watu wenye akili wameanza kusema kwamba vita hii haitabaki pale pale tu, bali itasambaa nje na itafikia nchi zao vile vile. Serikali za Kiislam zimeanza kuongea, kama vile tumesikia mfalme wa Saudi amesema kwamba Waislamu wawe na sauti moja. Watalazimika kuwa na sauti moja, na kwa ajili yake watalazimika kufanya juhudi makhsus. Mwenyezi Mungu kama jambo hili wamelihisi, basi Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutekeleza. Kwa vyote vile sisi tufanye dua na maombi mingi. Baada ya swala nitaswalisha jeneza kadhaa za ghaibu. Marehemu wa kwanza ni Abdussalam Arif Saheb, mbashiri wa jumuiya, akiwa na umri wa miaka 54 alikuwa amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu wa baba yake Haji Hassan Khan Saheb, ambaye mwaka 1967 alikubali Ahmadiyat katika ukhalifa wa pili. Mke wake pia alikuwa amefariki dunia.
mwenyezi mungu alikuwa amemjaalia vijana wawili, wote ni hafidhi quran. mmoja ni mbashiri wa jamaati na mwingine nafikiri pia ni wakfe zindagi, yani amejitolea wakfu maisha yake. mwana wake hafiz abdul munim ambaye ni mbashiri wa jumuiya anasema baba yetu alikuwa anatupenda sana, alitulea kwa mapenzi. pia alikuwa anawapenda jamaa zake, alikuwa anawapenda sana watu wa familia yake na jamaa yake. alikuwa mtu wa watu, na ndiyo sababu kwamba juu ya kifo chake watu wengi walikuja kuomboleza na wakaeleza jinsi walivyokuwa na uhusiano mzuri na marehemu. anasema kwamba katika mioyo yetu alitia mapenzi ya allah na mtume wake na mapenzi ya masihi maula islam na mapenzi ya ukhalifa, kwamba mapenzi haya hayawezi kutoka nje ya mioyo yetu, bali akatuambia kwamba muendelee kuwaambia watoto wenu wote ni wakfu, yani ndugu yake pia ametoa maisha yake wakfu. anasema kwamba mama yetu alipofariki dunia, baba mwenyewe pia akafanya subira na akatusihi tufanye subira. kuna rafiki yake mmoja mbashiri raja mubarak saheb anasema kwamba nilikuwa mwenzake na yani muda mwingi nikaishi naye katika jamia na pia katika field. bila shaka mtu huyo alikuwa mwema sana, yani marehemu alikuwa mwema sana, alikuwa na daraja kubwa katika utukufu wake na katika ibada. nikajifunza mengi kutoka kwake. alikuwa anatumia lugha nzuri sana, alikuwa anaongea kwa hoja na dalili, alikuwa habishani na watu, hata watu wakibishana naye, lakini ye alikuwa anavumilia mambo yote, hakujaribu kuwazalisha wao, bali alikuwa anawajali sana. na hii ndiyo sifa ya mbashiri aliye mkweli. anasema kwamba popote pale alipoishi kwa ajili ya kuitumikia jamaati, akatia mapenzi ya ukhalifa katika mioyo ya mamea ya watu, na jinsi alivyowalea watu. juu ya kifo chake, popote alipoishi watu wakaaja na wakitaja jina lake wakaendelea kulia kwamba jamaati yetu imekuwa yatima. alikuwa anatembea kwa miguu maili nyingi, alikuwa anatembea kilomita 5-10 kwa miguu, na alipokuwa anaambiwa kwamba jumuiya inaweza kukupatia nauli, unaweza kuchukua bajaji, alikuwa anasema kwamba mimi naokoa hela kwa ajili ya jamaati, hivyo mimi sina shida. alikuwa anatembea na alikuwa anafanya ziara ya matawi kwa kutembea kwa miguu. mwenyezi mungu ampandishe katika daraja na aendelee kuijalia jamaati wabashiri kama yeye, na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu anayefuata ni muhammad kasim khan saheb ambaye alikuwa anaishi nchini canada. aliwahi kuwa naib nazir baitulmal kharch, akastaafu akiwa na umri ya miaka 83, akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mwana wa nazir ahmad khan saheb na alikuwa mwana mkwe wa kazi muhammad nazir lailpuri saheb. mwana wake muhammad khalid khan anasema kwamba baba yetu alipata bahati ya kuona ukhalifa 4, yani makhalifa 4 katika zama za ukhalifa wa thalitha. alipata bahati ya kuitumikia katika ofisi ya private secretary, pia akapata bahati ya kuitumikia nchi katika mujahid force. alikuwa anasoma swala 5 na kusoma qurani tukufu bila kukosa. alikuwa anawasihi watoto wake kufanya hivyo. alikuwa mfano mwema wa uaminifu. aliendelea kuwasihi watoto wake ili washikamane na ukhalifa. kwa ajili ya ukhalifa alikuwa na ghera. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu anayefuata, siku za nyuma mshairi mashuhuri wa jamaati yetu abdul karim kudusi alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. katika familia ya marehemu jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake mia aladita saheb
ambaye mwaka 1934 alikuwa amefanya baiat juu ya mkono wa musleh maud raziallahu taala anhu. kisha baada ya kujiunga na ahmadia akaendelea kuishi maisha yake kama wakfu na akaendelea kufanya mahubiri na akaendelea kuitumikia jamaati kwa roho ya wakfu. mke wake ni bushra karim sahiba ambaye khalifa msi salis alikuwa ametangaza ndoa yake. ana watoto wanne na mwana wake mmoja. abdul kabir kamar saheb ni mbashiri wa jumuiya na anatoa huduma kama mwalimu wa jamia ahmadi rabwa. hata kudisisa mwenyewe aliendelea kuitumikia jumuiya na kwa miaka 30 akaendelea kuitumikia jamaat kama katibu wa fedha wa rachna town wilaya lahore na pia akafanya kazi juu ya niazifa mbalimbali. alikuwa mshairi mzuri, alikuwa anasema shairi na vitabu vyake vimepigwa chapa. kazi kubwa aliyoifanya ndiyo hii kwamba aliweza kutafsiri kasida ya aina faizullah walirfan katika lugha ya kiurdu na katika lugha ya kipanjabi na pia akaweza kutafsiri beti 313 dure samin katika lugha ya kipanjabi. kipindi fulani anasema kwamba alipata shida na fikra hii kwamba awe mbali na jamaati. anasema mwaka 1968 nikatoka kutoka kijiji changu kirto pindori na nikaja lahore kwa ajili ya kufanya kazi. na nilipofika hapa fikra zangu zikaanza kubadilika. mara nilikuwa na swali, mara nilikuwa si swali, msikiti ulikuwa mbali, mara nikaswali ijumaa na mara nilikuwa si swali. anasema kwamba safari moja kulikuwa na zifa katika nyumba ya rafiki yangu moja na jirani ilikuwa msikiti wa watu wasio wa ahmadia. nikaenda kuswali ijumaa. anasema sheikh akatoa hutuba zidi ya shezan. shezan ni kinywaji cha waahmadia, yani ni kinywaji kinachotengenezwa katika viwanda vya waahmadia. anasema kwamba pamoja na hayo sheikh akasema kwamba watu hawa wanachanganya udongo wa rabwa katika kinywaji hicho, hivyo hamtakiwi kunywa shizan. anasema nikasikia hutuba lakini sikuswali nyuma yake na nikakimbia. rafiki yangu akasema imekuaje kwako? nikasema je, hukusikia hutuba ya sheikh huyo? akasema acha tu, watu hawa wanaendelea kuongea mambo ya namna hiyo. kisha nikala chakula katika nyumba yake. baada ya kula chakula tukatoka nje. hapo nikamwona sheikh huyo huyo akinywa kinywaji cha shezan kutoka duka moja. nikamuuliza shekhe kwamba umetoa hutuba zidi ya kinywaji hicho shezan, sasa unakunywa mwenyewe? shekh akasema daktari ameniambia kwamba ninywe shezan kwani kinywaji hicho ni halisi, hivyo mimi nakunywa kama dawa. nikasema kwamba jambo lile ulilosema kwamba wanachanganya udongo wa rabwa, shekh akasema kwamba tusipoeleza hayo kivipi tutaweza kuwavutia watu? yani wao wanaleta shutuma juu yetu lakini wanafanya wenyewe. ameeleza matukio mengi ya namna hiyo. marehemu alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, kisha akajaribu kuwashawishi watoto wake kwamba wao pia washikamane na ukhalifa. na kama nisemavyo alikuwa mshairi mashuhuri wa jamaat na alikuwa anaona kwamba jambo hili ni la ufahari kwake. alikuwa anasoma shairi katika mikutano mbalimbali na alipata nafasi ya kuandika shairi kuhusu jumuiya. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. marehemu anayefuata ni Mia Rafiki Ahmad Gondal saheb. ye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri ya miaka 81. alikuwa musi. katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake hatmia khudabakh saheb Gondal afkot momin. alikuwa muhammadia peke yake katika familia yake. katika zama za masihi islam tauni ilipoenea ye pia akashikwa na tauni. tunazungumzia nishani hapo, hii pia ni nishani moja. alikuwa anakwenda bera ili kupata tiba yake.
katika bhera akasoma maandiko ya hat masihi maud kwamba atakaingia katika ukuta wangu atasalimika. akaja nyumbani na akawaambia watu wa nyumbani naenda kadian. alipofika kadian hatmasihi salam alikuwepo katika misikiti wa mubarak na alikuwa anaandika. ye akaamua kuongea naye lakini hatmasihi salam kwa sababu shughuli zake hakuweza kuongea naye. hatmasihi maud alipomaliza shughuli zake ye akajitambulisha kwake na akamwambia kwamba nimesoma maandiko yako kwamba atakaingia katika nyumba hii atasalimika na tauni. nimesikia na nimekuja kukutana nawe. hapo akaongea naye na akafanya baiati na baada ya kufanya baiati marazi yake pia yakamwondoka, yani akapona. na jambo hilo alikuwa analieleza kama nishani ya ukweli wa hatmasihi maud alahsatu wassalam. hata mia rafik gondal saheb na mwana wake safari moja wanafunzi waliwakamata katika mji wa lahor na wakawapiga sana. pale walipokuwa wanampiga mwana wake yeye akatoka nje ili kumwokoa, lakini mwenye pia akajeruhiwa na mkono wake pia ukakatika. akapata mateso kwa sababu ya jamaati. alikuwa mwanamkwe wa malik umar ali sahib khokar na mke wa kwanza wa malik umar ali sahib alikuwa binti wa hat mir ishaq sahib. hivyo mke wake alikuwa mjukuu wa hat mir ishaq sahib. katika kizazi chake kuna mwana mmoja na mabinti wawili na wanaishi marekani. binti yake moja rifat sultana ni mke wa dr mashhud ahmad saheb ambaye anafanya kazi katika fazli umar hospital rabua. mke wake aliandika kwamba marehemu alikuwa na swala ya tahajud na swala zingine kwa wakati. alikuwa ana wajali sana watu maskini. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu wa mwisho ni b nasima laik sahiba wa marekani. yeye alikuwa mke wa sayid laike masahib shahid model town lahore. ye pia amefariki dunia siku za nyuma. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa amezaliwa katika bhagalpur nchini india. baba yake abul hasan sahib hakuwa ahmadia na mama yake amatul bara sahiba alikuwa amefanya baiati mwenyewe na akashiriki katika ahmadia. katika zama zile jambo hili lilikwepo kwamba kama kina mama walikuwa wanafanya baiati basi waume zao walikuwa hawa washurutishi wake zao kwamba wao waache ahmadia. mama yake akajiunga na ahmadia na kwa sababu ya imani yake imara akawaoza mabinti zake katika familia za wahamadia. binti yake humaira sahiba anaishi marekani. anasema kwamba mama yetu alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na jamaat. alikuwa amejitolea maisha yake wakf kwa ajili ya kuitumikia dini na katika maisha yake yote akaendelea kuonyesha mapenzi kwa ajili ya jamaat. moyo wake ulikuwa umejaa na huruma kwa binadamu na alikuwa anafanya juhudi kubwa ili kuleta mabadiliko matakatifu katika watu walio majirani zake. kuna binti yake moja anaishi nchini uingereza. anasema mama yetu alikuwa mwaminifu sana, alikuwa mshujaa mwenye kusema yale yaliyo haki, alikuwa hapendi bidhaa na alikuwa anawasihi watoto wake kwamba ahmadia anatakiwa kujiepusha na mambo yote ya upuuzi. alikuwa amefanya wasia, ameacha vijana wanne na mabinti wanne. kijana wake mmoja ni daktari katika nchi ya marekani. pia anatoa huduma katika ziara zangu. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.